Aji, nimesimama mbele yenu ndugu wa Kristo na wote mnaomnisikia saa hii. Leo hii tumefanya sikukuu ya uwakili. Tunashukuru kwamba Mungu kama mawakili wa asili za Mungu. Leo hii waumini wa kanisa la Moravian wamejitokeza hapa Kigamboni kwa ajili ya kufanya ibada hii ya kumshukuru Mungu kwa ajili ya utumishi wao, na kama tunavyojua tuko mwanzo wa mwaka. Kwa hiyo ibada ya leo imefanyika kama limbuko kwa mwaka mzima katika sikukuu hii ya uwakili. Lakini tunashukuru pia wakili wetu wa ushirika ndugu Chaula, Tanga ameanza huduma hii mwaka 2011. Ametumika miaka yote, wachungaji wengi wamepita mahali hapa, amekuwa akitumika kwenye nafasi hii, na leo hii tumeona akisema na waumini kwamba anamshukuru sana Mungu kwa nafasi hiyo aliyotumikia, na ikiwezekana Mungu ameinua vijana wengine ambao ni watumishi wazuri, awalisishe katika kazi hiyo ili waendelee kumtumikia Mungu. Lakini tunajua kazi hii ya kumtumikia Mungu ni moyo wa mtu. Tunashukuru kwa moyo wake, na tunaamini tunakwenda kwenye uchaguzi. Kama uchaguzi utasema yeye mwenyewe arudi, tunamtukuza Mungu. Lakini kama Mungu atamuinua mwingine, tunamtukuza Mungu. Lakini amewaomba Wakristo kwa sasa baki kuwa mshauri, lakini ya Mungu watu yajue. Kwa hiyo niombe sana Wakristo, tumemaliza kipindi cha sinodi kwa mwaka huu 2026. Tulikuwa na uchaguzi wa viongozi wa jimbo, tumemaliza na wilaya na bodi nzima kwa ujumla. Sasa tunaanza uchaguzi, na Mungu akipenda tarehe 8 tutakuwa na uchaguzi mahali hapa wa kuwachagua wazee wa kanisa, madikoni, idara mbalimbali kwenye jumuiya na kwenye ushirika. Ni Mungu ametuumba kwa kusudi. Tupo hapa duniani, kuna kitu Mungu ameweka, wewe unacho, mwingine hana. Kwa unapochaguliwa, pokea kwa mikono miwili, kwa sababu Mungu ametumia watu kukuchagua wewe, amemwacha mwingine. Kwa upokee nafasi hiyo kwa mikono miwili, kwamba Mungu amekuamini na watu wamekuamini ili uweze kutumikia tena nafasi hiyo utakayoipokea. Kwa niwaombe wana Kigamboni kwa heshima hii, na waomba sana Mungu aliyetuita hapa duniani, kila moja na talanta yake ambayo atakuja kutoa hesabu siku ile ya mwisho. Kwa hiyo talanta Mungu amekupa ili uweze kuionyesha kwa wakati huu. Na wakaribisha sana kuombea uchaguzi katika kipindi hiki. Sinodi imeisha, sasa tunaenda kwenye uchaguzi. Wenzetu wametumika nafasi zingine, wengine wanaweza wakarudi, aidha wengine wasirudi. Tuwaombee watakaorudi wafanye kazi hii kwa uaminifu, na wewe utakapoaminiwa upokee kazi hii kwa uaminifu, fanye kwa uaminifu pasipo kulazimisha. Tunamshukuru sana Mungu anayetupenda, tuendelee kumuomba, maana yeye yupo wakati wote na yeye yuko upande wetu. Kitu ambacho sitakisahau kwa wakili wetu Chaula, kwanza kabisa ni mtu ambaye anapenda sana kanisa lake. Ni mzalendo ambaye anapenda sana kanisa lisiharibikiwe kwa namna yoyote. Kwa nakumbuka sana ushauri wake akiwa wakili. Alinisaidia mimi, nilikuwa mgeni mwaka 2023 nikiwa nimeingia hapa tarehe 29 mwezi wa 11, alinipokea. Kitu ambacho sitakisahau, amenipa ushirikiano mkubwa sana wa hali ya juu. Alinishauri hata nilipoona ugumu, alinitia moyo sana kwamba mchungaji, tuko nyuma yako. Alikuwa ananiambia neno hili mara kwa mara, mchungaji, tupo nyuma yako, wazee wa kanisa wako nyuma yako,
Kwa hiyo wewe fanya kazi. Kwa hiyo haya mambo yananifanya nisimsahau Chaula kwa kipindi chake cha uwakili wake. Amekuwa akinitia moyo sana, nami nikajiona kuimarika zaidi kuitenda kazi ya Mungu katika ushirika huu kwa sababu ya kunitia moyo. Kwa hiyo namshukuru sana sana, na tunaomba sana aendelee kuwa pamoja na kanisa, na tutaendelea kumtumia kwa ajili ya ushauri mbalimbali. Asante sana. Mungu ambariki na amtunze sana. Asanteni sana.